Bilionea mwanamke kijana akimfunika mbwakwa gauni lake na kula na mbwakwa chini ya mvua. Hakujua kuwa tukio hilo lingebadilisha maisha yake milele. Jina lake lilikuwa Neema Achieng, mwanamke aliyekuwa na utajiri mkubwa kupitia uwekezaji wa mali isiyohamishika, teknolojia ya kifedha na biashara za bima. Lakini siku hiyo hakuwa bilionea machoni pa yeyote. Alikuwa mwanamke tu aliyesimama kwenye mvua, akitetemeka, akigawana chakula na kiumbe kisicho na sauti. Watu walipita haraka, wengine wakimcheka kwa chini. Huyu anaonekana kama amechanganyikiwa, mtu mmoja alinongona. Neema hakujali. Alimtazama mbwakwa huyo aliyekuwa dhaifu, macho yake akiwa yamejaa shukrani isiyo na maneno. "Usijali, tuko pamoja," alisema kwa sauti ya upole. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi ya kufuatilia faida, mikopo na uwekezaji wa mamilioni, Neema alihisi kitu tofauti moyoni mwake. Sio furaha ya pesa, bali utulivu wa kusaidia. Lakini mbali kidogo, mtu mmoja alikuwa akimwangalia kwa makini sana. Hakukuwa na ajali katika macho yake. Kulikuwa na mpango, na huo ulikuwa mwanzo wa hadithi ambayo hakuna hata mmoja wao angeweza kuisahau. Siku iliyofuata, picha ya Neema akiwa na mbwakwa ilisambaa mitandaoni. Watu walishangaa, "Huyu si ndiye yule mwekezaji mkubwa wa teknolojia ya kifedha?" Wengine waliuliza. Wengine hawakuamini. Katika ofisi yake kubwa, meneja wake Kamau Mwangi alisimama mbele yake akiwa na uso mkali. "Bi Neema, hii picha imeathiri sifa ya kampuni. Tunahusika na uwekezaji wa mabilioni, bima na masoko ya kimataifa. Hii haionekani vizuri." Neema alikaa kimya kwa sekunde chache. "Na kama sifa yetu inategemea kutoonyesha huruma, basi kuna tatizo kubwa kuliko picha," alijibu kwa utulivu. Kamau hakupenda jibu hilo. "Biashara sio hisia, ni hesabu." Neema alimwangalia moja kwa moja machoni. "Lakini wateja ni binadamu, sio namba." Ndani yake Neema alianza kuhisi mgongano ambao hakuwahi kuuhisi. Dunia yake ya fedha, uwekezaji na mafanikio ilikuwa inaanza kugongana na kitu kipya, ubinadamu. Na nje ya jengo hilo, yule mbwa bado alikuwa akimgojea, lakini pia yule mtu aliyemwangalia jana alikuwa bado hajapoteza hamu yake. Alikuwa akikusanya taarifa zake, na kila kitu kilikuwa kinaenda polepole kuelekea siri kubwa. Neema aliamua kurudi pale alipomwonya mbwa yule. Hakumkuta mahali pale pale, lakini hakuchoka kumtafuta. Mwishowe alimkuta chini ya kibanda kidogo, akiwa amejikunja kwa baridi. "Uko hapa," alisema kwa sauti ya furaha ndogo. Alimchukua polepole na kumweka ndani ya gari lake la kifahari. Watu waliokuwa karibu walishangaa kuona mwanamke mwenye hadhi kubwa akifanya hivyo. "Biashara zake lazima zitaporomoka," mtu mmoja alisema. Lakini Neema hakusikia. Alikuwa na wazo jipya akilini mwake. Alipofika nyumbani kwake, alimuita daktari wa wanyama. "Nataka awe sawa, gharama sio shida," alisema. Wakati huo huo, Kamau halikuwa kwenye simu. "Tunahitaji kumdhibiti. Anaharibu mwelekeo wa kampuni yetu ya uwekezaji na mikataba ya kimataifa," alisema kwa sauti ya chini. Hakuwa anaongea peke yake. Kulikuwa na mtu mwingine upande wa pili. Na ndani ya nyumba, Neema alimwangalia mbwakwa huyo aliyekuwa amelala. "Labda wewe ndio mwanzo wa mabadiliko yangu," alinongona. Hakujua kuwa mabadiliko hayo yangemgharimu zaidi ya fedha. Yangemgusa moyo wake, biashara yake na hata watu waliowaamini zaidi. Siku chache baadaye, mbwakwa yule alianza kupona. Neema alimpa jina Tumaini. Kila alipomwangalia alihisi kuna kitu kinabadilika ndani yake. Lakini kampuni yake haikuwa katika hali ile ile. Ripoti zilianza kuonyesha kushuka KWA baadhi ya wawekezaji wakubwa. Watu walikuwa na mashaka. Kamau alikutana na bodi ya wakurugenzi. "Hatuwezi kuendelea hivi. Tunahusika na mali isiyohamishika, bima na teknolojia ya kifedha. Tunahitaji kiongozi mwenye mwelekeo wa biashara, si hisia," alisema. Mmoja wao aliuliza, "Unapendekeza nini?" Kamau alitulia kidogo, kisha akasema, "Mabadiliko ya uongozi." Wakati huo KWA, Neema alikuwa nje akicheza na Tumaini. Alitabasamu kwa mara ya kwanza kwa muda mrefu. "Unanifanya nijisikie kama ninaanza upya," alisema. Lakini nyuma ya pazia, mpango ulikuwa unaendelea. Watu aliowaamini walikuwa wanapanga kumwondoa, na hata hakuwa na dalili. Lakini jambo moja lilikuwa wazi, hadithi yake haikuwa tena kuhusu pesa pekee. Ilikuwa kuhusu uchaguzi. Na uchaguzi huo ungeamua kila kitu. Usiku mmoja Neema alipokea simu isiyotarajiwa. "Bi Neema,
kuna mkutano wa dharura kesho. Ni muhimu uwepo, sauti ilisema. Alijua kitu hakikuwa sawa. Alimtazama Tumaini aliyekuwa amelala karibu naye. Kuna kitu kinakuja, nahisi, alinongona. Kesho yake alipofika kwenye ukumbi wa mkutano, mazingira yalikuwa tofauti. Hakukuwa na tabasamu, hakuna ukaribisho wa kawaida. Kamau alisimama. Bi Neema, tunathamini mchango wako, lakini kampuni inahitaji mwelekeo mpya. Neema alimtazama kwa mshangao mdogo, lakini hakupoteza utulivu wake. Na huo mwelekeo mpya unamaanisha nini? Kimya kilitanda kwa sekunde chache. Kisha jibu likaja polepole. Unapaswa kujiuzuru. Ndani ya moyo wake kitu kilivunjika. Sio kwa sababu ya kupoteza nafasi, bali kwa sababu ya usaliti. Lakini hakujibu haraka. Alisimama, akavuta pumzi, kisha akasema kwa sauti tulivu, hii sio mwisho wangu. Watu walishangaa ujasiri wake. Na alipokuwa anatoka nje, hakujua kuwa hatua hiyo ilikuwa mwanzo wa safari ngumu zaidi. Safari ambayo ingeonyesha ukweli wote uliofichwa. Neema hakurudi nyumbani moja kwa moja siku hiyo. Alitembea kwa muda mrefu akiwa peke yake, mvua ndogo ikianza kunyesha tena, kana kwamba dunia ilikuwa inaakisi hali ya moyo wake. Alifikiria kila kitu: miaka ya kujenga kampuni, mikataba ya uwekezaji, masoko ya kimataifa na imani aliyoiweka kwa watu kama Kamau. Yote haya yanaisha hivi tu? Alijiuliza kimoyomoyo. Alipofika nyumbani, Tumaini alimkimbilia kwa furaha. Neema alipiga magoti na kumkumbatia kwa nguvu. Wewe huniangushi, alisema kwa sauti ya chini. Usiku huo hakulala haraka. Alifungua laptop yake na kuangalia akaunti zake. Hata kama wamechukua kampuni, bado alikuwa na rasilimali nyingi. Lakini kwa mara ya kwanza hakutaka kurudi kwenye maisha yale yale ya zamani. Aliandika kitu kwenye daftari lake: biashara yenye maana. Hakujua itakuwa nini bado, lakini alijua haitakuwa kama ile aliyopoteza. Na mbali, Kamau alikuwa anasherehekea kimya kimya ushindi wake. Hakujua kwamba Neema alikuwa anaanza safari mpya, moja ambayo isingehitaji ruhusa ya mtu yoyote. Siku chache baadaye, Neema alipokea ujumbe wa kushangaza. Ulitoka kwa mtu asiyejulikana. Unapaswa kujua ukweli kuhusu kile kilichotokea. Kutana nami kesho. Alikaa kimya akitafakari. Huu ulikuwa mtego au msaada? Lakini moyo wake ulimwambia aende. Kesho yake alifika mahali walipokubaliana. Alimkuta mwanamke mmoja aliyekuwa amevaa mavazi rahisi. Jina langu ni Wanjiku, alisema moja kwa moja. Neema hakupoteza muda. Unajua nini? Wanjiku alivuta pumzi. Kile kilichokufanya uondolewe hakikuwa tu kuhusu kampuni. Kulikuwa na fedha zilizokuwa zinafichwa kupitia miradi ya mali isiyohamishika na bima. Neema alishtuka. Haiwezekani, nilikagua kila kitu. Ndiyo maana uliondolewa. Ulianza kuwa hatari kwao. Maneno hayo yaligonga moyo wa Neema kwa nguvu. Kwa mara ya kwanza alielewa hakuwa amesalitiwa tu. Alikuwa ameondolewa kwa sababu ya ukweli. Na sasa alikuwa na chaguo: kunyamaza au kupigana. Neema alirudi nyumbani akiwa na mawazo mengi kuliko kawaida. Alimwangalia Tumaini aliyekuwa amelala akipumua kwa utulivu. Kupigana au kuachilia? Alijiuliza. Lakini ndani yake kitu kilikuwa kimeamka. Hakuwa tena mwanamke wa zamani aliyekuwa naangalia faida pekee. Alimpigia simu mtu aliyekuwa amemwamini zamani, wakili wake wa muda mrefu, Otieno. Nahitaji msaada wako, sio kwa ajili ya pesa, kwa ajili ya ukweli. Otieno alikaa kimya kwa sekunde chache. Neema, hii inaweza kuwa hatari. Watu unaokabiliana nao sio wadogo. Najua, lakini siwezi kukaa kimya. Huo ulikuwa mwanzo wa vita ambayo haingeonekana hadharani mara moja. Wakati huo huo, Kamau alianza kusikia uvumi. Anachunguza? Aliuliza kwa hasira. Hatuwezi kumruhusu, sauti nyingine ilijibu. Na ghafla, mchezo uligeuka. Sasa haikuwa tu kuhusu biashara. Ilikuwa vita ya ukweli dhidi ya siri. Na Neema alikuwa katikati yake.
Uchunguzi ulianza polepole. Neema na Otieno walikusanya nyaraka, wakifuatilia miamala ya kifedha, mikataba ya bima na uwekezaji wa mali isiyohamishika uliokuwa na utata. Kila walipogundua kitu, mambo yalizidi kuwa mazito. Neema, hii ni kubwa kuliko tulivyofikiria, Otieno alisema kwa sauti ya tahadhari. Ni kubwa kiasi gani? Aliuliza. Fedha zinazozunguka hapa zinaweza kuathiri hata taasisi za kimataifa. Neema alikaa kimya. Alijua sasa hakuwa anapambana na Kamau pekee. Alikuwa amegusa mfumo mzima. Wakati huo huo, mtu mmoja alifuata kila hatua yake bila yeye kujua. Simu yake ilianza kupata ujumbe vya kutisha visivyo kwa moja kwa moja. Acha kuchimba yaliyopita. Lakini Neema hakusimama. Kila alipomwangalia Tumaini, alikumbuka kwa nini alianza safari hii. Haikuwa tena kuhusu kupoteza kampuni, ilikuwa kuhusu kulinda kile kilicho sahihi. Na sasa kurudi nyuma haikuwa chaguo. Usiku moja, Neema alisikia mlango ukigongwa kwa nguvu. Moyo wake ulianza kupiga haraka. Alipofungua kwa tahadhari, alimkuta Wanjiku akiwa na hofu. Wanajua kila kitu. Lazima uondoke hapa kwa muda, alisema kwa haraka. Kina nani? Neema aliuliza. Kundi lile lile, hawaogopi chochote. Ndani ya sekunde chache hali ilibadilika. Neema alichukua Tumaini na vitu muhimu tu. Waliondoka usiku huo bila kuangalia nyuma. Walifika mahali pasiri ambapo Otieno alikuwa amepanga. Hapa mtakuwa salama kwa sasa, alisema. Lakini Neema alijua hili lilikuwa mwanzo tu wa hatari. Aliketi chini, akamshika Tumaini karibu naye. Sitaacha, hata kama ni hatari kiasi gani, alisema kwa sauti thabiti. Na mbali, Kamau alitabasamu kwa giza. Anakaribia sana ukweli, na hiyo ni hatari. Lakini hakujua, Neema hakuwa tena mwanamke wa zamani. Alikuwa tayari kupoteza kila kitu kwa ajili ya ukweli. Mahali walipojificha hapakuwa PA kifari. Ilikuwa nyumba ndogo tulivu, mbali na kelele za jiji. Neema hakuwahi kuishi maisha ya namna hiyo, lakini kwa ajabu alihisi amani kidogo. Tumaini alikuwa karibu naye muda wote. Unaona, hata bila kila kitu, bado tuko sawa, alisema kwa sauti ya chini. Otieno aliingia akiwa na faili mkononi. Tumepata kitu kingine, Neema alisimama haraka. Ni nini? Baadhi ya fedha zilihamishwa kupitia akaunti za watu maskini, watu ambao hawajui hata majina yao yanatumika. Neema alishtuka. Hii ni zaidi ya wizi, ni unyonyaji. Otieno alitikisa kichwa. Na kuna ushahidi wa kutosha, lakini tunahitaji mtu wa ndani kuthibitisha. Neema alifikiria kwa sekunde chache. Wanjiku. Lakini kabla hajazungumza, simu yake iliwaka. Ujumbe mfupi. Usimwamini kila mtu aliye karibu nawe. Moyo wake ulipiga kwa nguvu. Kwa mara nyingine tena, alihisi dunia yake ikianza kuyumba. Nani alikuwa upande wake kweli? Neema hakulala usiku huo. Alikaa akimtazama Tumaini akipumua polepole, akijaribu kutuliza mawazo yake. Asiyomwamini kila mtu. Alirudia maneno yale. Asubuhi ilipofika, alimuita Wanjiku pembeni. Nahitaji ukweli wako wote, hakuna kuficha. Wanjiku alimtazama kwa macho yenye huzuni. Kuna mambo sikukuambia kwa sababu nilikuwa naogopa. Neema hakusema kitu. Alingoja. Kamau sio kichwa pekee. Kuna watu wakubwa nyuma yake, watu wenye nguvu sana, wanatumia kampuni kama kifuniko cha biashara haramu. Neema alikaza macho. Na wewe ulijuaje yote haya? Kimya kilitanda kwa sekunde chache. Kaka yangu alihusika. Alipotea baada ya kujaribu kusema ukweli. Maneno hayo yalikuwa mazito. Kwa mara ya kwanza, Neema alielewa kwamba hii vita ilikuwa na gharama halisi. Watu walikuwa wanapotea. Lakini bado swali lilibaki. Je, Wanjiku alikuwa upande wake kweli? Na wakati huo huo, hatari ilikuwa inakaribia zaidi kuliko walivyofikiria. Otieno aliandaa mkutano wa siri na mmoja wa wafanyakazi wa zamani wa kampuni, mtu aliyekuwa tayari kuzungumza. Walikutana usiku, mahali palipo mbali na macho ya watu. Mwanaume huyo alijitambulisha kama Kipto, alionekana na hofu. Sitaki matatizo, lakini kile kinachoendelea si sahihi, alisema kwa sauti ya chini. Neema alimkaribia kwa utulivu. Hakuna atakaye kudhuru, tunahitaji ukweli tu. Kipto alivuta pumzi ndefu.
Kampuni ilikuwa inatumika kuficha fedha kupitia miradi ya mali isiyohamishika. Majina ya watu maskini yalitumika kama wamiliki wa karatasi. Otieno aliandika kila kitu. Na nani alikuwa anasimamia hili? Kipto alitazama chini, kisha akasema kwa sauti ndogo, Kamau. Lakini hakuwa peke yake. Neema alihisi hasira ikipanda ndani yake, lakini aliidhibiti. Uko tayari kutoa ushahidi rasmi? Kipto alitetemeka kidogo. Ndio, lakini lazima mnilinde. Na hapo walijua wamekaribia ukweli. Lakini pia walijua sasa hatari ingeongezeka maradufu. Siku hiyo hiyo, gari lisilojulikana lilionekana karibu na nyumba yao ya kujificha. Otieno aligundua kwanza. Hatuwezi baki hapa tena, alisema kwa haraka. Neema alishika Tumaini kwa karibu. Ni kina nani hawa? Watu ambao hawataki ukweli utoke. Walihama haraka, wakibadilisha mahali kabla ya usiku kuingia. Ndani ya gari, kimya kilitawala kwa muda mrefu. Kisha Wanjiku alisema polepole, hii sio tu kuhusu pesa, ni kuhusu nguvu. Neema alimtazama. Na nguvu hiyo itaisha leo au kesho? Lakini ndani yake alihisi uzito wa hatari. Hii haikuwa tena mchezo wa akili pekee, ilikuwa vita halisi, na kila hatua walioichukua ilikuwa karibu na mstari wa hakuna kurudi nyuma. Lakini kitu kilichomshangaza Neema ni jinsi alivyokuwa jasiri sasa. Hakukuwa na hofu kama hapo mwanzo, kulikuwa na dhamira. Na dhamira hiyo ilikuwa kali kuliko kitu chochote walichokuwa wanakabiliana nacho. Otieno aliweka mpango WA mwisho. Tutatoa ushahidi wote hadharani. Hakuna kujificha tena. Neema alikubali bila kusita. Hii ndiyo njia pekee. Walipanga mkutano na waandishi wa habari. Habari zilianza kusambaa polepole. Uvumi wa ufisadi mkubwa ndani ya kampuni ya uwekezaji ulikuwa unachukua nguvu. Wakati huo huo, Kamau alipokea taarifa hiyo. Wanataka kwenda hadharani? Aliuliza kwa hasira. Ndiyo, na wana ushahidi. Kamau alinyamaza kwa muda mfupi, kisha akasema kwa sauti baridi, basi hawapaswi kufika hapo. Maneno hayo yalikuwa na maana moja tu. Hatari ilifikia kilele. Na usiku kabla ya mkutano, Neema alikaa peke yake, akimshika Tumaini. Kama kitu kitatokea kesho, najua nimefanya kilicho sahihi, alisema kwa utulivu. Lakini ndani yake, alijua kesho ingeweza kubadilisha kila kitu. Ama ushahidi, au mwisho wa safari yake. Asubuhi ya mkutano ilifika haraka kuliko walivyotarajia. Neema aliamka mapema, moyo wake ukiwa mzito lakini thabiti. Alimwangalia Tumaini aliyekuwa amelala pembeni yake. Leo ni siku kubwa, alisema kidogo. Otieno aliingia chumbani. Kila kitu kiko tayari. Waandishi wa habari wako njiani. Neema alisimama, akavuta pumzi ndefu. Hakuna kurudi nyuma. Walipofika ukumbini, hali ilikuwa tofauti kabisa. Kamera zilikuwa tayari, watu wakinong'ona kwa hamu. Wanjiku alisimama karibu na Neema. Chochote kitakachotokea, asante kwa kusimama. Neema alitabasamu kidogo. Ukweli lazima usemwe. Lakini wakati huo huo, nje ya ukumbi, watu wawili walikuwa wakifuatilia kila hatua. Walikuwa hawajaja kusikiliza, walikuwa wamekuja kuzuia. Na ndani ya ukumbi, dakika zilikuwa zinahesabika. Neema aliposhika kipaza sauti, hakujua kama angeweza kumaliza hotuba yake. Lakini alijua jambo moja. Hii ilikuwa moment ya maisha yake. Neema alianza kuzungumza. Leo sipo hapa kama mfanyabiashara tu. Niko hapa kama mtu ambaye ameshuhudia ukweli mchungu. Ukumbi ulikuwa kimya kabisa. Otieno aliwasilisha nyaraka, ushahidi wa miamala, majina na mikataba iliyokuwa imefichwa. Wanjiku alisimama na kutoa ushuhuda wake. Watu walishangaa. Lakini ghafla, kelele zilisikika nje. Mlango ulifunguliwa kwa nguvu. Watu wawili waliingia, wakijaribu kusababisha vurugu. Simamishieni huu mkutano, mmoja wao alipiga kelele. Hofu ilitanda kwa sekunde chache. Lakini Neema hakusogea. Alisimama imara. Hii ndiyo sababu tunafanya hivi, alisema kwa sauti thabiti. Walinzi waliingilia kati na kuwaondoa watu wale. Lakini ujumbe ulikuwa umefika. Watu walikuwa tayari kufanya chochote kuzuia ukweli. Lakini ilikuwa imechelewa. Vyombo vya habari vilikuwa tayari vimesikia. Na sasa, hakuna mtu angeweza kuzuia ukweli kufambaa. Ndani ya masaa machache, habari zilikuwa kila mahali.
Vyombo vya habari viliripoti kuhusu ufisadi, matumizi mabaya ya fedha na majina ya wakubwa waliohusika. Kamau aliketi ofisini kwake akitazama runinga kwa hasira. "Haiwezekani," alisema kwa sauti ya chini. Simu yake iliita mara kwa mara. Washirika wake walikuwa na hofu. "Tunafanyaje sasa?" mmoja aliuliza. Lakini Kamau hakujibu haraka. Alijua mchezo ulikuwa umebadilika. Wakati huo huo, Neema alipokea simu nyingi za pongezi na msaada. Watu wengi walimwona kama shujaa, lakini kwake haikuwa kuhusu sifa. Alimwangalia Tumaini. Hatimaye, ukweli umeanza kutoka. Lakini bado kulikuwa na hatua moja ya mwisho. Haki. Na hiyo haipatikani kirahisi. Siku chache baadaye, uchunguzi rasmi ulianzishwa. Mamlaka zilianza kuchunguza kila kitu kilichofisuliwa. Kamau aliitwa kutoa maelezo. Uso wake haukuwa tena na ujasiri ule ule. Neema pia aliitwa, lakini safari hii hakuwa mtuhumiwa, alikuwa shahidi. Aliposimama kutoa ushuhuda wake, alikumbuka kila kitu: usaliti, hofu na safari yake yote. "Hakuna mtu aliye juu ya ukweli," alisema kwa sauti thabiti. Wanjiku alisimama pia, na kwa pamoja walisimama dhidi ya mfumo mzima. Ilikuwa si rahisi. Maswali yalikuwa magumu, lakini hawakurudi nyuma. Na polepole haki ilianza kuchukua nafasi. Miezi michache baadaye, mambo yalikuwa tofauti kabisa. Kamau na washirika wake walikuwa wamekamatwa. Kampuni ilichukuliwa chini ya usimamizi mpya. Neema hakurudi kuchukua nafasi yake ya zamani. Alikuwa amechagua njia tofauti. Alianzisha mradi mpya, mradi wa kusaidia watu waliotumika vibaya kwenye mifumo ya fedha. Biashara yenye maana, alisema akitabasamu. Tumaini alikuwa bado pembeni yake, akiwa mwenye afya na furaha. Siku moja, Neema alirudi pale alipomkuta mara ya kwanza, chini ya MVUA. Alisimama pale kimya kwa muda. "Kila kitu kilianza hapa," alisema kwa sauti ya chini. Hakukuwa na kamera, hakuna sifa, ni yeye tu na kumbukumbu. Na kwa mara ya kwanza alihisi amani ya kweli, sio kwa sababu ya pesa, bali kwa sababu ya ukweli, ujasiri na moyo wa kusaidia. Baada ya miezi kadhaa, maisha ya Neema yalibadilika kabisa. Hakukuwa tena na mikutano ya kifahari kila siku wala presha ya mikataba ya mabilioni. Badala yake, siku zake zilijaa watu wa kawaida, wale waliokuwa wameathiriwa na mifumo mibovu ya kifedha. Alisimama mbele ya kundi la watu, akizungumza kwa utulivu. Haki si kitu cha watu wachache, ni haki ya kila mmoja wetu. Watu walimsikiliza kwa makini. Kwa wengi wao, Neema hakuwa tu mfanyabiashara, alikuwa sauti yao. Baada ya mkutano, mwanamke mmoja mzee alimkaribia. "Asante mwanangu, ulitupa matumaini," alisema huku macho yake yakiwa na machozi. Neema alishika mkono wake kwa upole. Hatujaanza hata safari bado. Lakini ndani yake alijua safari hiyo ilikuwa na maana zaidi kuliko chochote alichowahi kufanya. Aliporudi nyumbani, alimkuta Tumaini akimsubiri kama kawaida. "Unaona, hii ndiyo maana ya kweli," alisema akitabasamu. Na kwa mara nyingine tena, moyo wake ulikuwa mwepesi. Siku moja, Neema alipokea barua isiyotarajiwa. Haikuwa ya kazi wala ya biashara. Ilikuwa kutoka kwa familia ya mtu aliyekuwa ametoweka, kaka wa Wanjiku. Moyo wake ulianza kupika kwa nguvu alipofungua barua hiyo. "Tumepata taarifa mpya kuhusu alichopitia na tunataka kukuona," ujumbe ulisema. Neema alimtafuta Wanjiku haraka. "Lazima tuende pamoja." Waliposafiri kwenda kukutana na familia hiyo, hali ilikuwa nzito. Kulikuwa na huzuni, lakini pia matumaini madogo. Mama wa kijana huyo aliwakaribisha kwa macho yaliyochoka. "Asante kwa kutokata tamaa," alisema huku macho yake akiwa na machozi. Neema alishika mkono wake kwa upole. "Hatujaanza hata safari bado." Lakini ndani yake alijua safari hiyo ilikuwa na maana zaidi kuliko chochote alichowahi kufanya. Baada ya mazungumzo marefu, ukweli mpya ulianza kujitokeza. Kaka wa Wanjiku hakuwa amepotea bure. Alikuwa ameacha ushahidi ambao ungeimarisha kesi dhidi ya wale wote waliohusika. Otieno alipoona nyaraka hizo, alishangaa. Hii inaweza kufunga kila kitu kabisa. Neema alihisi uzito wa wakati huo.
Kila kitu anachofanya mtu kina maana mshowe, lakini pamoja na matumaini hayo kulikuwa na huzuni, kwa sababu ukweli huo ulikuja kwa gharama kubwa. Wanjiku alishika mkono wa Neema. Asante kwa kunisaidia kufika hapa. Neema alitikisa kichwa kidogo. Hatujaanza hata mwisho bado. Lakini ndani yake alijua walikuwa karibu sana, na safari yao ilikuwa karibu kufunga duara lake. Kesi ilipofunguliwa rasmi, ushahidi mpya uliwasilishwa mahakamani. Kila kitu kilikuwa wazi sasa. Hakukuwa na mahali pa kujificha. Neema aliketi kimya akisikiliza. Kamau alisimama upande mwingine. Kwa mara ya kwanza hakuwa na maneno ya kujitetea. Ukweli ulikuwa mzito sana. Jaji alisikiliza kwa makini akipitia kila ushahidi. Ukumbi ulikuwa kimya kabisa. Dakika zilionekana kama saa, na hatimaye uamuzi ulitolewa. Wale wote waliohusika walipatikana na hatia. Haki ilikuwa imetendeka. Neema alifumba macho kwa sekunde chache akivuta pumzi ndefu. Haikuwa furaha ya kushinda, ilikuwa utulivu wa kuona ukweli umesimama. Na pembeni yake Wanjiku alikuwa analia kimya kimya. Safari yao ilikuwa imezaa matunda. Baada ya kesi kumalizika, maisha yaliendelea, lakini hayakuwa kama zamani. Neema hakutaka kurudi kwenye ulimwengu wa zamani wa pesa pekee. Alikuwa amebadilika. Alianza kujenga kitu kipya, mfumo wa kifedha unaowasaidia watu wa kawaida kupata haki zao. Hakukuwa na kelele nyingi wala matangazo makubwa. Ilikuwa kazi ya kweli. Siku moja alipokuwa anakaa nje akitazama jua likizama, Tumaini alikuwa pembeni yake. Wanjiku alikuja na kukaa karibu naye. Hatimaye tunaweza kupumua, alisema. Neema alitabasamu kwa utulivu. Ndiyo, lakini pia tunaweza kuanza tena. Kwa sababu kwake huu haukuwa mwisho. Ilikuwa mwanzo wa maisha mapya, na kwa mara ya kwanza kabisa hakuhisi upweke. Alikuwa na kusudi, na hilo lilikuwa na thamani kuliko kitu chochote. Miaka haikupita mingi, lakini mabadiliko yalikuwa makubwa. Kile Neema alichoanzisha kilianza kukua polepole. Mfumo wa kifedha uliowalinda watu wa kawaida dhidi ya udanganyifu. Hakukuwa na mbembwe nyingi, lakini matokeo yalionekana. Watu waliokuwa wamepoteza kila kitu walikuwa wanaanza tena. Siku moja, kijana mmoja alimfuata baada ya mkutano. Ulinisaidia kuokoa familia yangu. Nilikuwa ninapoteza matumaini kabisa, alisema. Neema alitabasamu kwa upole. Hilo ndilo lengo. Lakini ndani yake alikumbuka safari yake yote, kutoka kwenye utajiri mkubwa hadi kupoteza kila kitu, hadi kupata kusudi jipya. Alimwangalia Tumaini aliyekuwa pembeni yake. Wewe ndiye ulianza yote, alisema kwa sauti ya chini. Na kwa mara nyingine tena alihisi shukurani, si kwa kile alichopata, bali kwa kile alichojifunza. Habari kuhusu kazi ya Neema zilianza kuvuka mipaka. Alialikwa kuzungumza kwenye mikutano mbalimbali kuhusu uwekezaji wa haki, bima salama na mifumo ya kifedha yenye uwazi. Lakini kile alipokuwa jukwani, hakujionyesha kama bilionea. Alijionyesha kama mtu aliyewahi kupotea na akajipata tena. Fedha zinaweza kujenga, lakini pia zinaweza kuharibu, alisema mbele ya hadhira. Watu walinyamaza wakimsikiliza kwa makini. Lakini mwisho wa yote ni moyo wako unaoamua unazitumiaje. Maneno yake yaligusa wengi. Baada ya hotuba moja, mwanamume mzee alimkaribia. Umenikumbusha kitu nilichokuwa nimekisahau, ubinadamu, alisema. Neema alishika mkono wake kwa heshima. Asante. Na alipoondoka jukwani, hakujisikia kama mshindi wa dunia. Alijisikia kama mtu aliyepata ukweli wake. Siku moja ya mvua, sawa na ile ya mwanzo, Neema aliamua kutembea peke yake. Mvua ilianza kunyesha polepole. Watu walikimbia kujificha, lakini yeye alisimama. Alikumbuka siku ile ya kwanza, alivyokuwa amekaa chini akigawana chakula na Tumaini. Alitabasamu kimya kimya. Tumaini, sasa akiwa mwenye afya na nguvu, alisimama karibu naye. Kuna kitu tofauti leo, Neema. Hakuwa tena mwanamke aliyepoteza kila kitu.
Alikuwa mwanamke aliyepata kila ambacho pesa haiwezi kununua. Alipiga magoti kidogo, akimgusa Tumaini. Asante kwa kunionyesha njia. Mvua ilinyesha juu yao, lakini safari hii haikuwa ya huzuni. Ilikuwa ya kumbukumbu na ya shukurani. Jioni moja tulivu, Neema aliandika kitu kwenye daftari lake. Hakikuwa ripoti ya biashara, ilikuwa hadithi. Aliandika kila kitu, kuanzia siku ya mvua, usaliti, hofu, hadi ushindi na kusudi. Wanjiku alipokuja, alimkuta akiandika. Unaandika nini? Aliuliza. Neema alitabasamu. Hadithi ambayo itawakumbusha watu kwamba hata wakati mambo yanaonekana mabaya, bado kuna matumaini. Wanjiku aliketi karibu naye. Na watu wataisoma? Ndiyo, kwa sababu sio hadithi yangu tu, ni hadithi ya wengi. Na kama ya mwanzo, Neema alihisi kuwa kile alichopitia hakikuwa bure. Kilikuwa somo, na sasa kilikuwa zawadi kwa wengine. Miaka michache baadaye, watu wengi walikuwa wanajua jina la Neema Achieng', lakini si kama bilionea tu. Walimjua kama mwanamke aliyesimama kwa ukweli. Lakini yeye alibaki mtu yule yule. Siku moja, alikaa nje ya nyumba yake ndogo, akitazama watoto wakicheza barabarani. Tumaini alikuwa amelala karibu yake kwa utulivu. Alivuta pumzi ndefu, akitabasamu polepole. Kama ningerudi nyuma, nisingebadilisha kitu, alisema kwa sauti ya chini. Kwa sababu alijua kila maumivu, kila changamoto ilimleta hapa, mahali ambapo moyo wake ulikuwa na amani. Na hadithi yake haikuishia hapo. Iliendelea kuishi kupitia watu aliowasaidia, maisha aliyobadilisha na matumaini aliyowasha. Na yote ilianza na kitendo kidogo. Mwanamke mmoja, MVUAA na MBWA, aliyekuwa na NJAA.